Katika kijiji kidogo pembezoni mwa mji mkuu aliishi mfanyabiashara mmoja wa tende. Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na kitu cha thamani zaidi kuliko dhahabu. Je, unatamani kutufahamu ni kitu gani hicho? Tuendelee na story yetu. Kila siku alienda sokoni kuuza tende zake. Watu walipenda na walimpenda kwa sababu ya kupima vizuri tende zake. Hakudanganya na hakuwa na tamaa ya mali kupita kiasi. Alisema, riziki yangu iko mikononi mwa Allah, siwezi kuipata kwa hila. Siku moja msafara mkubwa uliingia kijijini. Mmoja wa watu katika msafara huo, mwanamume wa kawaida kwa muonekano, alisimama kwenda banda lake la tende. Alikuwa mfalme aliyesafiri kwa siri. Yaani huyu mwanamume ambaye amekuja hapa, ambaye anaonekana wa kawaida, kumbe ni mfalme wa siri. Okay, hadithi yetu inatuambia kuwa akitaka kuona maisha ya watu wa kawaida kwa macho yake mwenyewe. Yaani huyu mfalme alitaka kuona maisha ya watu wa kawaida kwa macho yake mwenyewe bila kuhadisiwa. Akamwambia mfanyabiashara, nipe tende zako nyingi, lakini sina pesa sasa, nitakulipa kesho nikiweza. Na mfanyabiashara yule hakusita, bila kuuliza jina, bila kuuliza dhamana, akampatia tende nyingi na akasema, na kuamini, Allah ndiye shahidi wetu. Kesho ilipofika, msafara ulikuwa umeondoka. Hakuna aliyemwona yule mgeni tena. Watu wakamcheka, wakamwambia, umedanganywa, umepoteza bidhaa zako zote. Lakini mfanyabiashara alitabasamu na kusema, nilichofanya si kwa ajili ya kulipwa, ni kwa sababu nilihisi kufanya jambo sahihi. Allah ni shahidi wangu na riziki iko kwake. Wiki zikapita, hali yake ikawa ngumu, lakini moyo wake haukuvunjika. Aliendelea na kazi yake, alimwaminia Allah. Siku moja askari wa kifalme walifika sokoni mwake. Yupo wapi mfanyabiashara aliyempa? Wakaulizwa kwa upole, yuko wapi mfanyabiashara aliyempa tende mfalme akiwa kwenye msafara wake wa siri? Watu wakashangaa. Mfanyabiashara akajitokeza kwa hofu, lakini askari wakampeleka kwa heshima hadi ikulu. Mfalme akamkaribisha kwa moyo mkunjufu na kusema, wewe ni mtu wa pekee, uliniamini bila kuniangalia kwa mavazi au cheo. Ulinifundisha maana ya uaminifu wa ukweli. Mfalme akamlipa mara 10 ya thamani ya zile tende ambazo alimpa wakati ule. Akampa duka kubwa mjini na kumfanya msambazaji rasmi wa tende katika mji mzima. Na hapo ndipo watu wakajifunza kuwa ukweli hauwi mzigo, subira huleta matunda, na riziki ya halali huwa na baraka hata kama haiji kwa wakati wowote. Hiyo ni hadithi fupi ambayo tumeitoa baina ya huyu mfanyabiashara mwadilifu au mwaminifu na huyu mfalme. Na kile kitu ambacho tuliweza kukwambia huyu mfanyabiashara anacho cha thamani zaidi ya dhahabu ni uaminifu. Ndicho kitu pekee ambacho alibarikiwa kuwa nacho huyu mfanyabiashara. Je, umejifunza nini katika stori hii fupi ambayo inahusiana na huyu mfanyabiashara pamoja na mfalme ambaye alikwenda katika soko kwa siri kwa ajili ya kuwapima au kuangalia wananchi wake wanaendeleaje? Asante, hakikisha umesubscribe hii